Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Leo tunaenda kuanza kipindi chetu cha tafakari la neno la Mungu. Kabla tujaanza, watazamaji wote waweze kuwa na Biblia zao, tujiandae na tafakari letu. Kwanza tuanze kwa maombi kwa kumshukuru Mungu. Asante Mungu Baba siku ya leo kwa kutulinda kuanzia asubuhi mpaka sasa. Tunapoenda kuanza kipindi chetu cha tafakari la neno. Mwenyezi Mungu aweze kutubariki kianze na kumaliza salama. Katika njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Amina. Basi tunashukuru sana kwa kutufungulia kwa sala. Na ni vizuri kushirikishana, maana Mungu hachagui umri. Anataka tumtukuze toka utoto wetu hata uzee wetu. Zote ni nyakati ambazo yeye anaenda na sisi. Kwa ni jambo ambalo ni jema sana tukaanza kuwashirikisha watoto toka umri hata zaidi mdogo zaidi ya huu ili waweze kumjua Mungu, sababu lazima turithishane. Maandiko yanasema kwamba nitamficha Abrahamu siri zangu, maana yeye atawafahamisha kizazi chake. Kumbe tunapozijua siri za Mungu ni lazima tuzirithishe kwa kizazi chetu. Kama ambavyo sisi tunamtukuza Mungu, lazima na wao wamtukuze Mungu, na wao pia waendelee kufundisha kizazi kinachokuja. Kwa hiyo wote tuenende katika njia zinazompendeza Mungu. Basi kama alivyo baada ya utangulizi kwamba leo tutajikita katika somo katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya pili mstari wa 19 mpaka 21. Timotheo wa pili 2:19 mpaka 21, nami nitatangulia kusoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye mhuri huu: Bwana awajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana na uache uovu. Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya miti na vya udongo, vyenye heshima na vingine havina heshima. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Anasema lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama. Kwa hiyo manake hapa tunapata moja kwa moja kwamba hakuna yani ni kitu ambacho kiko straightforward, ni kitu ambacho kiko moja kwa moja, ni kitu ambacho kiko wazi kwamba msingi wa Mungu hautikisiki, uko imara, kwamba muhuri alioweka, ameshaweka seal, ameshagonga kwamba hivi ndivyo inavyopaswa kuwa na si vinginevyo. Mwenye muhuri hii: Bwana awajua walio wake. Kuna nukta pale. Na tena kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Hili ni agizo. Kila alitajaye jina la Bwana. Kama mimi nalitaja jina la Bwana, lazima niuache uovu. Kama wewe unalitaja jina la Bwana, lazima uache uovu. Hili ni agizo. Yaani agizo lina kitu kimoja tu. Agizo kazi yake ni kulitekeleza. Haina kwamba labda hivi au hivi, hamna kupepesa. Ni kitu ambacho kiko wazi, kiko moja kwa moja, kiko straight, hakina kupinda pinda. Kila alitaja jina la Bwana lazima uache uovu. Sasa hii sio kitu cha siku moja. Hili ni jambo ambalo ni endelevu. Tukikumbuka kwamba ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, anasema na tuumbe mtu kwa sura yetu na mfano wetu. Tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kama tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, maana yake Mungu ni roho. Hana mwili kama hivi, ingawa sehemu kadhaa katika maandiko tunaambiwa labda mkono wake wa kuume na nini. Hii ni kutuonyesha kwamba structure yetu imetokana na nini. Lakini Mungu ni roho. Na kama ni roho, tunafananaje naye?
maana yake ni kwamba kinachotakiwa kufanana na Mungu ni yale matendo yetu, ni jinsi, kwa sababu kila mmoja wetu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, lakini tukijiangalia ni tofauti. Kuna wengine ni weusi, kuna wengine ni weupe, kuna wengine ni wazungu, wengine ni Waafrika, wengine ni wa Asia, wengine, yani tuko tofauti, kila mmoja yuko kivyake, lakini kila mmoja ni sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sura yetu inafanana wapi? Ni sehemu gani ambayo tunakuwa tunafanana na Mungu? Ni pale ambapo matendo yetu, pale ambapo njia zetu zinaenda sawa na njia za Mungu. Sura anazungumzia tabia za kiungu, mfano kazi za kiungu, na sisi ndio viumbe pekee ambao tuna sura na mfano wa Mungu. Malaika wote tunafahamu kwamba Lucifer naye alikuwa malaika kabla hajaasi akatupwa, naye yani malaika wote wana likeness, wana mfano wa Mungu, wanaweza kutenda kazi zile za Mungu, lakini hawana sura. Ndio maana utashangaa kwamba Ibilisi ana tabia hizo alizonazo, ana mambo hayo anayoyafanya, hayo alionayo ambayo hayaendani na Mungu au yanayoenda kinyume na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu hana sura ile ya Mungu. Kwa malaika wale watiifu ndio wanafuata, kwa sababu wao kazi yao ni kutii tu, hawana free will. Malaika hana free will. Malaika hana maamuzi, yeye anatimiza kile ambacho anaagizwa. Sisi tumepewa maamuzi, tuna haki ya kuamua. Tunaweza tukaamua kumtukuza Mungu au tunaweza tukaamua kuacha kumtukuza Mungu. Wako watu mpaka leo hii katika dunia hii tunaoishi hawamjui Mungu. Sasa ni kazi yangu mimi na wewe kuhakikisha kwamba wote katika dunia nzima, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe, Marko 16:15. Mkahubiri injili kwa kila kiumbe, sio kila mtu, kiumbe. Kwa maana ya kwamba hata yule labda mnyama, ninamhubiriaje injili? Kwa matendo yangu mema kwake, nikimuonyesha upendo, nikifanya kitu ambacho nikimuonyesha ule upendo wa Mungu. Akiuona upendo, anamuona Mungu ndani yangu, kwa hiyo anakuwa ameshapata ile injili. Sasa tukirudi katika somo, kwa hiyo sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anachukia uovu. Ili tutembee katika njia zake, lazima tuachane na uovu. Anasema basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali kuna vyombo vya miti na vya udongo, vingine vina heshima na vingine havina. Kwa hiyo haijalishi kwamba ni dhahabu au ni miti au ni tumia fedha au miti au nini, kinacholeta heshima kwa hiki chombo ni jambo moja ambacho ni sifa moja ambayo anahitaji katika mstari wa 21. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao. Ukisoma kuanzia mwanzo, anazungumzia namna ambavyo uovu unavyokuja. Kwa hiyo kujitenga na huo uovu, kama mtu amejitenga. Kwa hiyo hili ni jambo la kwangu mimi, ni maamuzi ya kwangu mimi, free will yangu iniongoze kuamua kuacha njia mbaya na kufuata njia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Niamue kwa dhati kutoka moyoni mwangu, niamue kwamba ninaachana na dhambi, ninaenda kufuata njia zinazompendeza Mungu. Anasema chombo cha kupata heshima, anasema basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima. Kama mimi nataka kuwa chombo cha kupata heshima, lazima nijitenge na uovu. Anasema kilichosafishwa. Jambo la kwanza ni chombo chenye heshima. Jambo la pili ni chombo kilichosafishwa. Jambo la tatu, kinachomfaa Bwana. Kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Sifa 4. Chenye heshima, chombo hicho kinakuwa na heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kilichotengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Kuna criteria hapa, kuna vigezo na masharti, kuna terms and conditions. Kama tunahitaji kufuata Mungu, lazima tuache uovu. Kama tunahitaji kuwa chombo kilichosafishwa, kama tunahitaji kuzifanya kazi njema, ni lazima tuache uovu. Ni lazima tujitenge na huo uovu. Ni lazima tukae mbali na uovu, kwa sababu dhambi ndio inayotutenga na Mungu. Kwa hiyo tunapotenda dhambi, tunakuwa tumeibadilisha ile nature,
tuliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Tunakuwa tunaenda nje ya nature ile ambayo tumeumbwa, ile jinsi ambavyo tulitengenezwa kwa ajili ya kumsifu Mungu, kwa ajili ya kumtukuza Mungu, kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Yeye ndio ana absolute mandate, ana uweza wote. Sasa sisi tumepewa delegated mandate, tumepewa uwezo. Yeye ana uweza, sisi tumepewa uwezo. Kwa hiyo tunapata kutoka, ni reflection. Ni kama ambavyo mwezi hauna mwanga wake wenyewe, ila mwanga unapata kutoka kwenye jua. Kwa hiyo mwezi unachukua mwanga wa jua, halafu una reflect kwenye dunia, una akisi ule mwanga kwenye dunia. Kwa na sisi tunatakiwa tuchukue mwanga kutoka kwa Mungu, tuchukue ule utuwema kutoka kwa Mungu, tuchukue ule upendo kutoka kwa Mungu, tuchukue ule ukarimu kutoka kwa Mungu, tuchukue yale matendo yote mazuri ya Mungu, tuyaakisi baina yetu sisi wenyewe. Na hapo ndo tunaieneza Injili kwa kila kiumbe. Hapo ndio tunakuwa sasa na chombo kilichotengenezwa kwa kazi iliyo njema. Tunakuwa chombo kilichosafishwa, chombo kilichopata heshima, chombo kimfaacho Bwana. Tukisoma neno katika waraka wa pili wa Mtume Petro kwa wa Korinto sura ya 5 mstari wa 21 inasema, yeye asiye na dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa tayari tunaye wakili, tunaye tayari anayetutetea, tunaye ambaye amekuja kwa ajili ya kutuondoa katika ule uovu. Maana yake ni kwamba ninapotenda uovu, nimeamua mimi mwenyewe, nimedhamiria. Yuko ambaye amekuja akabeba ile dhambi, ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Amekuja kutuondolea hii, ili mimi niwe free, niachane na uovu, nikae katika njia zinazompendeza Mungu. Niachane na dhambi, nikae katika njia ambayo inampendeza Mungu. Na kama ninatembea katika njia ambayo inampendeza Mungu, basi lazima niuache uovu. Sasa anasema yeye asiye na dhambi. Kwa hiyo Kristo alikuwa hana dhambi, lakini alifanyika dhambi kwa sababu yangu mimi na wewe. Kwa hiyo kama ninamtazama Kristo kama kioo changu, kama role model, nitaangalia matendo yake. Je, aliishi duniani? Jibu ni ndio. Je, alitenda dhambi? Jibu ni hapana. Kwa nini mimi natenda dhambi? Lazima sasa nianze kubadilika kutokea pale. Nianze kujitakasa, niwachane na uovu, niende katika kufanya matendo ambayo yanampendeza na kumtukuza Mungu. Tukiwa hapo katika waraka wa pili kwa Wakorinto sura ya 6 mstari wa 17 anasema, kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Kwa ili tukaribishwe na Mungu, lazima tusiguse kitu kilicho kichafu. Maana yake ni dhambi. Tuachane na dhambi, tujitenge na uovu. Tukijitenga na uovu, tunakuwa tunajitakasa. Neno hapa lituambia kwamba, lakini mstari wa 20, mstari wa 21, basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na huo uovu, na hao amejitenga na uovu, huyo sasa ndio atakuwa chombo atakuwa chombo cha kupata heshima, jambo la kwanza. Jambo la pili, kilichosafishwa. Jambo la tatu, kimfaacho Bwana. Jambo la 4, kimetengenezwa kwa kazi iliyo njema. Kwa wengi tunapenda kumtumikia Mungu, lakini kuna vigezo na masharti. Lazima tujitakase, kwa sababu tunapoingia katika njia zile za Mungu. Angalia Ibrahimu, anaitwa, anasema nitageuka nitazame hichi kijiti kinachoungua na hakiteketei. Alipogeuka tu, Mungu alikuwa anatafuta attention yake. Alipogeuka kwamba sasa naenda kumfuata Mungu, akamwambia vua kiatu. Huwezi ukaja na yale uliotoka nayo huko, huwezi ukaja na makando kando ukaingia nayo kwa mtakatifu, bali ni patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo tunatakiwa kujitakasa, tunatakiwa kuondokana na uovu. Tukisoma waraka wa kwanza wa Yohana kwa watu wote sura ya 3 mstari wa 9 anasema, kila mtu aliyezaliwa na Mungu
hatendi dhambi kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Kumbe tunapotenda dhambi tunakuwa tumechukua nature, tumechukua asili nyingine, ndio hiyo inayotupeleka sisi kufanya dhambi. Asili hasa ile, na tuumbe mtu kwa sura yetu na mfano wetu, hatendi dhambi. Na ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo akaja kudemonstrate, akaja kutuonyesha kwa vitendo miaka 3 na miezi 6 hapa duniani bila kutenda dhambi. Kwa nini? Kwa sababu amezaliwa katika ule uungu, na sisi pia tumezaliwa katika uungu. Kitu kimoja ni kwamba tunabadili wakati fulani nature, tunaacha nature ya Mungu, tunaingia katika nature ya yule mwovu. Sasa hapa ndio tunapokosea. Kwa hiyo tunachotakiwa sasa ni kuachana na ile njia ambayo haimpendezi Mungu na kurudi katika njia ambazo zinampendeza Mungu, ili sasa kama alivyosema hapa, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake. Yani ile DNA ya Mungu iko ndani yetu. DNA ile inatuzuia kutenda uovu. Ukisoma waraka kwa Tito sura ya 2 mstari wa 10 mpaka 11, anasema neema ya Mungu iwaokoayo watu wote, wanadamu wote, imekwisha. Neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefika, nayo yatufundisha kukataa ubaya wa kila namna. Kwa hiyo neema inayotuokoa tayari tunayo, lakini neema hii inakuja na vigezo na masharti kwamba lazima tukatae ubaya wa kila namna. Kwa hiyo kama kweli hii neema iko ndani yetu, lazima tukatae ubaya, lazima tuache uovu, ili tuwe chombo chenye heshima, chombo kilichosafishwa, chombo kimfaacho Bwana, chombo kinachotakiwa kufanya kazi zote zilizo njema. Sasa kuna maeneo kama 5 au 6 ambayo tunatakiwa kuyaangalia sana katika kujitakasa kwetu, katika kutafuta utauwa, katika kujiweka katika hali ya kuacha uovu. Jambo la kwanza, lazima tuangalie, lazima tuwe na moyo ambao uko safi. Mioyo yetu, zile nia zetu, je, nia yangu ni ipi? Nia yangu inaweza kunipeleka kufanya dhambi, kwa sababu nia yangu, kwa mfano nikichukua hili daftari nikataka kukupiga nalo, hata kama nitarudisha hapa, hii notebook nikairudisha hapa, lakini nia yangu ilikuwa ni kukupiga nayo, tayari nimeshatenda dhambi, kwa sababu intention, ile nia yangu, dhumuni langu, ilikuwa dhamira yangu ilikuwa ni kukupiga. Kwa hiyo tayari ninakuwa nimehesabika kwamba nimefanya dhambi. Kwa sababu gani? Nimeenda nje ya ule kwa yale mapenzi ya Mungu ambayo alikuwa anataka kwangu mimi. Kwa hiyo dhamira, motive, moyo wangu uwe safi. Mithali 4:23, Mithali 4:23 anasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Kwa hiyo tunatakiwa kuilinda mioyo yetu, nia zetu. Kuna nia gani ndani ya moyo wangu, ili niwe pure, niwe na ile purity ambayo inampendeza Mungu, niwe na utauwa ule, ili niweze kuuacha uovu. Jambo la kwanza, niangalie intention, nia zangu, dhamira zangu, motives, moyoni mwangu ninaweka kitu gani? Jambo la kwanza. Jambo la pili, lazima niangalie mawazo yangu. Lazima niangalie mawazo yangu. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 12 mstari wa 2 anasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Kwa tugeuzwe nia, kwa sababu tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, lakini katika
au labda niseme hivi, kinachoongoza maamuzi yetu mara nyingi sana, kinachoongoza maamuzi tunayoyachukua katika maisha yetu ya kila siku ni kile ambacho tunakijua. Kwa mfano, ukisikia kwamba mtu ameenda upande fulani akapata changamoto, labda amepita sehemu kukawa na mafuriko akazama, amevuka mto akazama, sidhani kama katika hali ya kawaida utaenda katika ule mto, kwa sababu unajua mtu anayeingia pale atazama. Kwa hiyo maamuzi yetu yanafanyika kutokana na experience, yale ambayo tumeyaona, tumeyasikia, yale ambayo tunayaona, tunayasikia na tumezoea kuyafanya. Kwa hiyo mambo matatu: kuona, kusikia na yale mazoea, experience, nini tunakifanya mara kwa mara, what we do, what we see and what we hear. Kwa hiyo unaweza kumchukia mtu kwa kuambiwa tu yule yuko hivi na hivi na hivi, tayari umesikia. Ulikuwa na mheshimu, lakini ukasikia yule mtu wa hovyo kabisa, ukaanza na wewe kumuona wa hovyo, hujathibitisha, hujawa na nani. Kwa hiyo mawazo, nia zetu, kwa sababu kile ndo ndio tunachojifunza kila siku, kinatuondoa katika uwepo wa Mungu. Kwa hiyo tukiwa akili zetu, mind, ikiongozwa na neno la Mungu, kama ambavyo neno linatuambia katika Wakolosai 3 mstari wa 16, Wakolosai 3:16 nasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Kwa hiyo neno la Kristo likikaa ndani yetu kwa wingi, hata zile akili zetu kwanza zitabadilika. Tutakuwa tuna focus nini? Tuna focus kuelekea kwa Mungu. Kwa hiyo akili zetu zikibadilika pale, tukibadilisha nia, kama anavyotuambia katika Warumi 12 mstari wa 2 kwamba tugeuzwe kwa kufanywa upya nia zetu. Tunapobadilishwa zile nia zetu, akili zetu zitakuwa zinaenda tofauti na tulivyozoea kufanya. Tutaacha njia mbaya, tutaenda katika njia njema, kwa sababu kile ambacho tumezoea kukisikia kila siku, kile ambacho tumezoea kukiona kila siku, kile ambacho tumezoea kukitenda kila siku kina influence hata mawazo yetu. Kwa hiyo tukianza kufikiria, kwa mfano tukianza kufikiria uovu fulani, kwa sababu ndio tumeuzoelea ule uovu, tutaufikiria huo na tutataka kwamba tuendelee kuufanya. Lakini ukianza kutoka nje ya ile namna, jambo la kwanza kabla ya kutenda lazima lianzie, jambo lolote lazima lianzie kichwani. Kabla lienda kufanyika katika vitendo, linaanzia kichwani. Kwa hiyo tukilinda thought life yetu, tukilinda fikira zetu, wakati mwingine shetani anatumbukiza mawazo machafu ndani yetu. Kwa hiyo pale ndo sehemu ya kukataa kwamba hili sio wazo langu. Wazo langu mimi linaendana na nini? Na neno la Mungu, kwamba angalia, Mungu amekuacha wewe. Nasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ndio nipo katika changamoto, lakini Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia ya haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Kwa nini? Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Anasema waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani mwangu. Sasa kiashiria kwamba umenipaka mafuta kichwani mwangu ni kikombe changu kufurika. Anasema hakika wema na fadhili vitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Kwa ukilitamka lile neno, linaenda kufuta yale mawazo yote ambayo yalikuwa yameletwa na yule muovu, yanaondoka. Linakaa nini? Neno la Kristo. Nasema neno la Kristo nalikae kwa wingi mioyoni mwenu. Jambo la pili. Jambo la tatu, lazima tuangalie maneno yetu tunayoyatamka. Lazima maneno tunayoyatamka yawe sahihi, yawe pure na yenyewe, purity of words. Lazima tuwe na maneno ya staha, sio tunatamka tu. Mimi nilikuwa naamini kwa taaluma, mimi ni mhandisi, tena mhandisi wa ujenzi. Nilikuwa naamini kwamba katika construction site, ili mambo yaende, lazima matusi yawepo.
lazima mtukanane ndio mambo yatanyooka, ndio mtaheshimiana, ndio kazi itaenda. Lakini sivyo ilivyo. Kumbe inawezekana mkaanza toka asubuhi mpaka mnafunga site, siku moja baada ya nyingine, mpaka mradi unakwisha, bila kutukanana, bila kuleta maneno ya kejeli, bila kuleta mambo ambayo yanatuwaondoa katika uwepo wa Mungu na kuzingatia katika ile kazi ambayo imewakutanisha na kutenda kwa mujibu wa sifa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo jambo la tatu la kuangalia ni maneno yetu. Jambo la nne, miili yetu. Miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, tunatakiwa tuache dhambi, tusijiunganishe. Ukisoma waraka wa kwanza kwa Wakorinto kuanzia sura ya 6 kuanzia mstari wa 15 pale kuendelea, anasema hamjui kwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Lakini mstari wa 17 lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Mstari wa 18 anasema Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17, sasa naenda wa 18, ikimbieni zinaa kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe? Kwa hiyo sisi sio mali yetu wenyewe. Tunapofanya dhambi ya zinaa, tunamfukuza Roho Mtakatifu. Ule mwili ambao umetakaswa, tunaupeleka kuwa, tunaunganisha na roho nyingine ambazo si sawa sawa. Kwa hiyo lazima tuwe na purity ya miili yetu. Lazima tuiheshimu miili yetu, tuwe na purity ya miili. Jambo la tano, lazima uhusiano, relationships. Tuwe na uhusiano wenye mipaka. Sio kila mtu tu unaleta masihara, unaenda katika njia ambazo masihara mengine ambayo hayana maana. Jambo la sita ni kujitakasa, kuwa na purity katika kumtukuza Mungu, katika kumsujudu na kumwabudu Mungu. Tunapoingia katika ibada, uchaji wetu wote uwe kwa Mungu. Reverence, tuutafute uso wa Mungu. Sio huku tunatafuna Big G, huku tuna message ya WhatsApp imeingia, tuna scroll kwamba nani anasema nini, mara huku sio imekuja alert ya sio Insta, sio ya wapi. Huko kanisani una bofu ya simu. Si sawa. Huko kwenye kumtukuza Mungu, mtukuze Mungu. Purity katika eneo la ibada. Purity katika eneo la ibada. Samahani. Na jambo la 7, purity katika matendo yote kwa ujumla. Yale dhamana tuliopewa yoyote ile, kazi yoyote tuliopewa au eneo lolote tuliopewa, tumeambiwa sisi ni chumvi ya ulimwengu. Sisi ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo popote tunapokuwa lazima tuakisi hiyo. Chumvi inafanya kazi mbili kubwa. Kwanza kuleta ladha, na pili kuhifadhi. Kwa hiyo jambo la kwanza lazima tulete ladha katika ile jamii tuliyopo. Ionekane kwamba hapa bwana, kwa hili jambo lilivyo tunahitaji hekima ya fulani. Tunahitaji mtu mwenye hekima atushauri hapa, tunamhitaji fulani. Purity ya matendo yake ndio inaonyesha kwamba huyu mtu ana hekima ya kuweza kutusaidia. Ile hekima ya kimungu, Roho Mtakatifu anakaa ndani yake kiasi cha kumwezesha kuweza kutatua zile changamoto mbalimbali ambazo zinatokea katika jamii yetu. Kwa lazima pia tuwe na purity katika matendo yetu kwa ujumla, ili yote tunayofanya yafanyike kwa sifa na utukufu wa Mungu. Sasa tunajengaje hii purity? Tunajengaje katika hali ya utauwa? Tunauachaje uovu? Jambo la kwanza, lazima tumpe nafasi Roho Mtakatifu. Kama tulivyotoka kusoma hapa waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto sura ya 6 kuanzia mstari wa 17. Sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kama ni hekalu la Roho Mtakatifu, lazima tumruhusu yeye afanye kazi ndani yetu. Atuongoze nini cha kufanya, atuelekeze nini cha kufanya. Kwa hiyo kuna mambo mawili. Kuna kumuudhi
kuna kumhuzunisha Roho Mtakatifu na kuna kumzimisha Roho Mtakatifu. Tunamzimishaje Roho Mtakatifu? Tunamzimisha kwa kukataa kufanya kile anachotuambia tufanye. Pale tunamzima, kwa sababu ule moto wa Roho Mtakatifu unatakiwa uwake ndani yetu. Akisema fanya hiki, tunakwenda mara moja, tunafanya kile ambacho ametuambia. Kama ni katika utoaji, kama ni katika kutenda jambo, msaidie huyu katika hili, nenda kakutane na fulani, kama alivyofanya kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Akamwambia yule bwana mmoja kwamba ungana na huyu akida kutoka Kushi. Akaenda akaungana naye, amekwenda akaungana naye. Yule kumbe alikuwa anasoma kitabu cha nabii Isaya na hakielewi, ndo anamsaidia pale, anamfafanulia, anamwambia unaelewa hayo unayosoma? Sema hapana, nitaelewaje nisipofundishwa? Anamuelezea kwa nini, kwa sababu alipata ufunuo wa Roho Mtakatifu kwamba nenda na huyu. Baadaye anasema tazama maji haya hapa, kuna kitu kinachozuia nisibatizwe? Kwa nini usibatizwe? Kwa nini usibatizwe? Anambatiza pale. Basi baadaye Roho Mtakatifu anamnyakua, anamuondoa. Kwa nini? Alimtii Roho Mtakatifu. Lakini jambo la pili ni kumhuzunisha. Kumhuzunisha ni pale ambapo Roho Mtakatifu anatuambia tusifanye jambo fulani na sisi tunalifanya. Hapo tunakuwa tunamhuzunisha. Kwa hiyo vitu viwili vya kuepuka sana ni kumzimisha Roho Mtakatifu na kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Tunamhuzunisha vipi? Kwa kufanya kile alichotukataza. Tunamzimisha vipi? Kwa kutokufanya alichotuambia tufanye. Jambo la kwanza ni kujenga ukaribu na Roho Mtakatifu. Jambo la pili, lazima tuwe watu wa kulisoma neno. Tuwe watu wa tafakari ya neno mara kwa mara. Tuwe watu wa karibu sana. Tunapojenga ule ukaribu na neno linakaa kwa wingi ndani yetu. Tunabadilisha mindset yetu, tunabadilisha namna yetu ya kufikiri. Kwa hiyo neno linakuwa ndio linalotuongoza nini cha kufanya. Zaburi ya 119 mstari wa 105 nasema neno lako ni taa ya miguu yangu, ni mwangaza wa njia yangu. Kwa hiyo ili nienende katika njia inayonipasa lazima nijue neno. Tunatakiwa tumeshasema ushirika, lazima tuwe wa makini katika uchaguzi wa aina ya marafiki tunaoambatana nao. Tunaambatana na marafiki kwa nia gani? Tunataka kwenda wapi? Lazima tujue kwamba tunataka kwenda wapi na tuchague marafiki ambao watatupeleka katika njia ile ambayo tunatakiwa kuienda. Lakini lazima tuwe wakati wote tuwe makini, yani tuwe alert, tuwe makini na kuutafuta uso wa Mungu. Tuutafute uso wa Mungu zaidi na zaidi. Tujiweke katika njia zinazompendeza Mungu. Tukae mbali na uovu. Tusiende matendo yale ambayo yanatupeleka katika uongo au uovu. Tuiache. Tusiingie tu katika njia ambayo unajua kabisa kwamba hichi ninachoenda kukifanya mwisho wake kinanipeleka kwenye kutenda dhambi. Kwa hiyo nisifikie katika eneo hilo. Nijitenge na uovu. Anasema kama mtu neno hapa limetuambia samahani. Na hii sio Roho Mtakatifu, ni sisi. Anasema basi ikiwa mtu amejitakasa, kujitakasa ni jukumu langu mimi, ni jukumu lako wewe. Ikiwa mtu ikiwa mtu amejitakasa, kwa lazima tutafute utauwa, lazima tutafute utakatifu, tuache uovu. Kila alitajaye jina la Bwana na uache uovu. Turudi katika ile DNA ya mwanzo. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo tunaweza tukafanya. Yako mambo mengi ambayo yanaweza kutusaidia kuacha uovu, lakini kadiri tunavyozidi kujijenga katika kulisoma neno, automatically neno linatutransform, linatubadili. Linapotubadili tunakaa mbali na ule uovu. Linatutoa katika njia ambayo haipendezi kutupeleka katika njia ambayo inapendeza. Kwa sababu kuna mambo mawili.
tunasoma neno kwa namna kwa ajili gani? Jambo la kwanza kabisa lazima tujue hapo kwamba tunasoma neno kwa ajili gani. Neno linatakiwa litu transform, litubadili, litugeuze nia zetu, litubadilishe mindset yetu, namna yetu ya kufikiri, tufikiri sawa na Kristo anavyotaka tufikiri. Sasa hapa ndio panapokuwa na shida kidogo, kwa sababu yani kuna information, tunaposoma tu kwa kutafuta information, huku ndani kuna hadithi. Unaweza ukasoma hadithi na ikakusisimua. Hapo umepata tu information, umepata tu taarifa. Lakini ili neno likubadili, kuna kitu kinaitwa revelation. Lazima upate ufunuo. Roho Mtakatifu akuguse, aniguse na mimi katika eneo lile kwamba hapana, haiko hivi, iko hivi. Kwa hiyo taarifa inaingia tu akilini. Unapata tu taarifa. Lakini revelation, ule ufunuo unakaa moyoni. Na hili ndilo ambalo tunatakiwa kulipambania kwa nguvu zote, to strive kupata ule ufunuo. Na tunaupataje ufunuo? Kwa kulisoma neno mara kwa mara na kujenga ushirika na Mungu Roho Mtakatifu. Shalom, shalom. Basi tufunge kwa maombi. Baba Mungu, tunakushukuru kwa siku njema hii ya leo. Asante Baba kwa neno lako. Baba, umetufundisha kuacha uovu. Umetufundisha kuutafuta utaua. Tunaomba Baba ututakase, tunaomba Baba utusafishe, tuwe vyombo ambavyo vinafaa kwa kazi njema. Tumejifunza neno lako, tunaenda kubadilika ili tusimame katika zile njia ambazo zinakupendeza wewe. Tuenende katika njia hizo siku zote na kusimama katika njia zako ili tukutukuze wewe siku zote za maisha yetu. Ni katika jina la Kristo. Amina. Basi tunamshukuru Mungu kwa siku hii, tumeweza kushirikishana hilo. Shalom, shalom. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana.